Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inasema sajili yake ya wapiga kura milioni 22.1 ni ya kuaminika na itatambua kila mpiga kura kielektroniki kama katiba inavyotaka. Haya yanajiri huku IEBC kuwahimiza Wakenya ambao bado wanatumia kadi za zamani za sajili ya vitabu kujiandikisha upya, hasa wale ambao hawakupiga kura katika uchaguzi wa mwaka 2013, 17 na mwaka 2022. Tume ya IEBC inafafanua kuwa agizo hili linahusu watu wachache tu. Kwa mujibu wa IEBC ni kwamba idadi kubwa ya Wakenya tayari walihamia kwenye mfumo wa kisasa wa kidijitali wakati usajili wa miaka ya nyuma. Laban Shaban anatufungulia taarifa zetu za NTV Wikendi Juni hii. Tume ya uchaguzi IEBC inawataka Wakenya waliojisajili kabla ya mwaka 2012 lakini hawajawahi kupigwa picha za uso, mboni wala kuchukuliwa alama za vidole kuchangamkia zoezi linaloendelea ili kujiandikisha upya. Kwa mujibu wa IEBC, hakuna haja ya wasiwasi kwa wapiga kura ambao wamekuwa wakishiriki uchaguzi. Kwa lugha rahisi, ikiwa ulipiga kura mwaka 2022, jina lako liko salama kwenye sajili. Anybody who voted in all those elections since 2012, he's obviously in the register. Katika taarifa iliyotolewa mnamo Aprili 4, tume imetaja hatua hii kuwa muhimu kiutawala ili kuhakikisha mizimu ya enzi za vitabu inafutwa na nafasi zao kuchukuliwa na raia halisi wanaotambuliwa kwa alama za biometriki. Tume inasema mabadiliko ya mwaka 2012 yalifuta mfumo wa zamani. Hivyo usajili upya ni kwa wale tu ambao majina yao bado yako kwenye vitabu vikuu na hawajawahi kuingizwa kwenye mfumo wa kisasa wa kielektroniki. Thank you for having me. Akizungumza na NTV, Commissioner Anderito alifafanua zaidi kuwa hakukuwa na uhamishaji wa data kwa njia ya mitambo, yaani taarifa hazikuhama kutoka kwenye madaftari makuu kwenda kwenye mitambo mipya. We are not even talking about re-registration. We are talking about people who are missing from voters register. They are not registered. Hii ina maana kuwa kadi iliyotolewa na tume ya uchaguzi nchini ECK ya miaka ya 90 au mapema miaka ya 2000 si tiketi tena ya kupiga kura. Ikiwa mpiga kura wa aina hiyo hakushiriki chaguzi 3 zilizopita, mfumo wa sasa hauna kumbukumbu yoyote ya utambulisho wake. Tangu mwaka 2013 mfumo wa kielektroniki ndio umekuwa ukitumika. Utambulisho wa mpiga kura ulianza kunaswa kupitia mitambo ya BVR ambayo inachukua alama za vidole na picha ya sura. Leo hii taarifa hizo zinasimamiwa na mtambo wa KIEMS ambao unamtambua mpiga kura kwa sekunde chache tu kituoni. Kufikia uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, tume inasema ina sajili iliyokaguliwa na yenye uhakika yenye wapiga kura milioni 22.1. IEBC inasisitiza kuwa haiwaombi wapiga kura wote wa zamani kuanza upya. Badala yake, inawatafuta tu wale Wakenya wachache ambao walipitwa na wakati mfumo ukibadilika mwaka 2012, na tangu wakati huo majina yao hayajawahi kuingizwa kwenye mitambo ya kisasa. Zamani jina lingeweza kuandikwa mara 2 au kughushiwa, lakini sasa kwa kutumia alama za vidole, picha ya sura na mboni za macho, IEBC inatengeneza ngome ya usalama itakayoziba mianya yote ya wapiga kura hewa kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. Lengo kuu ni kuziba pengo lililopo, huku tume ikilenga kufikisha wapiga kura milioni 28.5 kwa maandalizi ya uchaguzi ujao. Laban Shaban, NTV.